Hujambo na karibu kwenye Jicho la Global kutoka Global TV, inakuletea habari, maelezo, uchambuzi na maoni. Jina langu ni Karen Batude. Hivi unafahamu kwamba serikali ya Marekani imepiga marufuku wafanyakazi wa nchi yake walioko nchini China pamoja na familia zao na wakandarasi wenye vibali vya usalama kujihusisha na uhusiano wowote wa kimapenzi au kingono na raia wa China. Watu wanne walio na taarifa za moja kwa moja kuhusu swala hilo waliambia vyombo vya habari kuhusu sera hiyo ambayo ilitekelezwa na balozi wa Marekani anayemaliza muda wake Nicholas Burns mnamo Januari, muda mfupi kabla hajaondoka China. Watu hao walizungumza kwa masharti ya kutotajwa majina yao ili kujadili maelezo ya agizo jipya la siri. Ingawa baadhi ya mashirika ya Marekani tayari yalikuwa na sheria kali kuhusu mahusiano ya aina hiyo, sera ya jumla ya kutofanya mahusiano ya karibu kama inavyojulikana haijawahi kujulikana hadharani tangu enzi za vita baridi. Si jambo la ajabu kwa wanadiplomasia wa Marekani katika nchi nyingine kutoka kimapenzi na hata kuoa au kuolewa na raia wa nchi hizo. Toleo dogo zaidi la sera hiyo liliwekwa majira ya joto yaliyopita likiwazuia wafanyakazi wa Marekani kuwa na mahusiano ya kimapenzi na kingono na raia wa China waliokuwa wakifanya kazi kama walinzi na wafanyakazi wengine wa kusaidia katika ubalozi wa Marekani na balozi ndogo 5 nchini China. Lakini Burns, balozi alikuwa anaondoka, alipanua sera hiyo mnamo Januari kuwa marufuku ya jumla ya mahusiano yoyote ya aina hiyo na raia yoyote wa China aliyekuwa nchini humo. Siku chache kabla ya Rais Donald Trump kuingia madarakani, vyombo vya habari havikuweza kubaini kwa uhakika jinsi sera hiyo ilivyofafanua kauli ya uhusiano wa kimapenzi au kingono. Watu wawili walio na taarifa kuhusu marufuku hiyo waliambia vyombo vya habari kuwa sera hiyo mpya ilianza kujadiliwa kwa mara ya kwanza majira ya joto yaliyopita baada ya wabunge wa Congress kuwasiliana na Burns wakieleza wasiwasi wao kuwa masharti yaliyokuwepo kuhusu mahusiano hayo hayakuwa madhubuti vya kutosha. Kamati maalum ya bunge kuhusu chama cha kikomunisti cha China haikujibu ombi la kutoa maoni. Sera hiyo mpya inahusu ofisi za Marekani zilizopo nchini China ikiwemo ubalozi wa Beijing na balozi ndogo zilizoko Guangzhou, Shanghai, Shenyang na Wuhan pamoja na ubalozi mdogo wa Marekani katika eneo la utawala maalum la Hong Kong. Haitawahusu wafanyakazi wa Marekani walioko nje ya China, isipokuwa kwa wale wafanyakazi wa Marekani waliokuwa tayari katika mahusiano na raia wa China kabla ya sera hiyo kutangazwa. Wao wanaweza kuomba msamaha maalum. Ikiwa ombi hilo litakataliwa, watalazimika kuvunja uhusiano huo au kuacha kazi yao. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, yeyote atakayekiuka sera hiyo ataamriwa kuondoka China mara moja. Sera hiyo iliwasilishwa kwa wafanyakazi wa Marekani walioko China kwa maneno na kwa njia ya kielektroniki mnamo Januari, lakini haijatangazwa rasmi kwa umma. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema haitoi maoni kuhusu masuala ya ndani. Baraza la usalama wa taifa lilielekeza maswali yote kwa wizara ya mambo ya nje. Burns, balozi wa zamani, hakujibu ombi la maoni lililotumwa kwenye anwani yake ya barua pepe ya The Cohen Group, kampuni ya ushauri aliyorejea kujiunga nayo kama makamu mwenyekiti mnamo Februari. Huduma za kijasusi kote duniani zimekuwa zikitumia wanaume na wanawake wenye mvuto kupata taarifa nyeti, hasa wakati wa vita baridi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani na mashirika mengine yenye ofisi China kwa muda mrefu yamekuwa na masharti makali ya kuripoti mahusiano binafsi kwa wafanyakazi wa Marekani walioko huko pamoja na nchi zinazochukuliwa kuwa vitisho vikubwa vya kijasusi kama Urusi au Cuba. Hili ni Jicho la Global kutoka Global TV, inakuletea habari, maelezo, uchambuzi na maoni. Jina langu ni Karen Batude. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.